Kwanza Baba Levo mimi ni kama brother. Ina maana ushindi wake ni ushindi wa wana Kigoma. Ina maana naamini kama yeye kafurahia, wana Kigoma watakuwa wamefurahia. Mimi sio mwana Kigoma, lakini kutokana kwamba nina kaka Kigoma, ina maana mimi ni mwana familia wana Kigoma. Kwa nimekuja kuungana na Baba Levo na wana Kigoma kwa pamoja, sote kuja kusherehekea ushindi ambao Baba Levo kauleta, lakini pia kuja kusherehekea maendeleo ambayo yatafanyika. Inshallah sinaomba Mwenyezi Mungu, tulikuwa tunaongea kwenye gari, tulikuwa tunaomba Mwenyezi Mungu, Mungu akusimamie, ufanye vizuri katika uongozi wako, katika msimu wako, ufanye vizuri, vilivyoahidi vitekelezwe. Baba Levo ni mchapakazi. Unajua Baba Levo ni mwajibikaji sana. Ni mtu ambaye anakubali kujifunza. Kwa hiyo ni rahisi sana kuongoza kwa sababu ni mchapakazi. Ukubali kujifunza unakuwa umekubali kusikiza. Na maana ukisikiza unajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo wana Kigoma tu wampe tayari, waungane na kiongozi wao katika kusimamia hii uongozi wao, kuhakikisha Kigoma mjini inakuwa na maendeleo. Naona kaanza vizuri na kutoa meza, pikipiki, na alikuwa anatuambia kwenye gari pia na mipango yake mingine. In short Kigoma itabadilika, Kigoma mjini itabadilika, itakuwa nzuri sana. Alikuwa anaonyesha pesa ambazo anataka kupiga barabara sehemu zote. Kwa ni kubwa sana. So excited, yani ni itakuwa very 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 amazing. Kwa wana Kigoma watakiwa tu waungane na kiongozi, lakini pia wasiache kutoa maoni yao kwake. Ongea Baba Levo, mimi naamini Kigoma mjini inaweza kubadilika. Baba Levo ataongoza poa sana, na muaminia ni jembe mpaka alipotokea hapa kufikia hapa. Ina maana akafanya kazi kubwa sana, ni jembe sana, atafanya vizuri sana. Watu wa Kigoma mjini happy, Baba Levo yuko vizuri, anaweza. Asante sana. Okay.